Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema, mmefaradhishwa nyinyi funga kama walivyofaradhishwa wale ambao waliotangulia kabla yenu, ili muweze kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu katika hii aya anawahutubia waumini na kwamba ili waweze kuupata ucha Mungu basi walazimiane na funga, hususan katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Lakini Ramadhani, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema kwamba kuna watu walipewa hizo funga kabla yetu, na sisi ni mwendelezo wa kupewa funga. Lakini kitu cha kipekee katika umati huwa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwamba sisi tumepewa mwezi mtukufu wa Ramadhani. La budda min alfarhi bikudumi Ramadhan wa hadha min alamati aliman, hapana budi kufurahi katika kufika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kwa kufurahi huko, hiyo ndiyo alama ya iman. Ile mtu atambulike kama ni mtu mwenye iman iliyokamilika, basi furaha yake inatakiwa iwe katika kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa ni mwenye furaha. Ama hikima kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwanza ni watu kupata uchamungu. Zoezi zima la uchamungu linatafutwa, sio uchamungu kwamba ni mtu anakaa tu, anavaa nguo nzuri, anakula chakula kizuri, analala msikitini sana, ndio utapata uchamungu. Uchamungu unapatikana kwa nyakati na masiku na miezi mitukufu kama mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Wanawachuoni salafu na salih wanasema, as-sunna shajaratun, as-sanatun, as-sana shajaratun, mwaka ni mti. Yani huu mwaka wowote ule kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, kutoka Muharram mpaka Dhulhijja, huu mwaka wote tunaita kwamba ni mti. Ni mti ambao upo kwa ajili yetu sisi wanadamu. Washuhuru furuuha, na hii miezi ndiyo furuuha, ndiyo shina. Miezi hii ndiyo shina. Wal ayyam ahswanuha, na haya masiku ndugu zangu Waislamu ndiyo matawi. As-sawm, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallama, as-sawmu junna, saumu ni ngome. Saumu ni ngome ya kukuzuia wewe kufanya maasi, kwa sababu tofauti ya mwanadamu na tofauti ya mnyama ni sehemu mbili. Mnyama anakuwa na vitimbi pale anapokuwa ana njaa. Mnyama akiwa ana njaa ana vitimbi. Mathalan, umekutana na simba ana njaa, basi lazima simba huyo wewe ndiye utakuwa ni chakula chake. Anakuwa ana vitimbi, ili aweze kushiba ni lazima atafute kitoweo. Kwa hiyo wewe ukipita au kitu chochote kikipita kwa mnyama huyo, basi ni lazima utararuliwa na ni lazima utakuwa ni kitoweo kwa wakati huo. Lakini mwanadamu, ndugu zangu Waislamu, ni kiumbe ambacho kinapokuwa kina njaa hakiwezi kufanya chochote, ila mwanadamu akishiba ndiyo ufedhuli unakuwa juu yake, ujeuri unakuwa juu yake, kumuasi Mwenyezi Mungu unakuwa juu yake. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akasema, as-sawmu
junna. Funga ni ngome katika mwili wa mwanadamu na ni ngome katika roho ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu anajulikana ni kiumbe chenye vitimbi pale anapokuwa ameshiba. Kwa hiyo funga inakuja kuua na kuondoa na kuparaganyisha kabisa matamanio ya khulqatul insaniya au khilqatul insaniya. Ndugu zangu Waislamu, hikma hii ya kuwa Mwenyezi Mungu ametuletea funga ili tuweze kuyadhibiti matamanio yetu ni jambo kubwa sana. Lakini vile vile katika kuelezea haya, wanawachuoni wanasema as-siyamu ala tabiri anil irada, maana yake funga imeletwa kwetu kwa ajili ya kufanya mambo ya kiroho yasiyowezekana na yakawezekana. Imepokewa kutoka kwa salafu na saleh, wanasema 6 khiswalin man kunna fihi fakad istakmala imanahu, mambo 6 yakiwa kwa mtu muumini, basi yeye mtu huyo atakuwa amekamilisha imani yake. Kuna mambo 6 yakiwepo kwa mtu muumini, basi mtu huyu atakuwa amekamilisha imani yake. Wakasema jambo la kwanza, qitalun a'da'u llahi bisayf, ni kumuua adui wa Mwenyezi Mungu kwa upanga. Jambo la kwanza, atakapotokea adui wa Mwenyezi Mungu anayepiga vita Uislamu ayana, kwa maana ya dhahiri, wazi wazi, basi mtu huyu anatakiwa moja kwa moja auliwe kwa upanga. Kuuliwa kwa upanga, wewe utakayefanya jambo hili utakuwa umekamilisha imani. Na ndiyo maana wakati wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama walipupia, walifurahi, walihuzunika pale ambapo mtu hakuteuliwa na Mtume kwenda katika vita ala kitalil mushrikin, na kupigana na makafiri. Walipupia, waliona raha, mpaka watu wengine pamoja na kwenda vitani, mtu akawa anaacha nyumbani kwake, haachi chochote, anasema kwamba yeye amemwacha Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kuona raha ya kuweza kudiriki hili swala la kupigana na makafiri, ili wapate kuwa na hiyo imani ya kweli. Lakini jambo la pili ni asiyam fi sayf, ni mtu kufunga katika kipindi cha joto kali. Walillahi alhamdu, watu wanapata tabu sana. Watu wanasema saumu zimewakamata kweli kweli, na ukifika misikitini, watu msikiti mzima wamelala vipindi ambacho sio vya swala, kwa sababu ya joto. Joto linawaumiza, joto linawaungurumiza katika nafsi zao, wanapata shida ya joto. Sasa ili imani ya mtu ikamilike, awe na imani ya kweli, ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, au ni kufunga funga yoyote katika wakati wa joto kali. Lakini vile vile anasema wa isbahul wudhu fil yawmil baridi, na mtu kueneza udhu katika wakati wa baridi. Kama tunavyojua, wakati wa baridi watu wanaogopa maji. Nyakati za asubuhi, ukienda mikoa ambayo ina baridi kali, watu wanaogopa kuyakamata maji. Wengine wanadiriki kuyachemsha maji ili mtu asikie nafuu katika kuyashika maji. Sasa mtu atakapotia udhu wakati wa baridi kali, na udhu akaueneza, kwa maana akaongeza udhu katika viungo vya udhu, akaongeza mpaka sehemu ambazo zimepitiliza, kwa lugha maarufu zinaitwa vingaja.
basi mtu huyu atakuwa amekamilisha imani yake. Lakini jambo jingine ndugu zangu Waislamu ni asabru ala almasiya, ni mtu kufanya subra juu ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amezungumza sana katika Qur'ani utukufu wa watu ambao wanakaa katika kumuasi Mwenyezi Mungu, ubaya wa kumuasi Mwenyezi Mungu, na utukufu wa watu ambao wanaepukana na maasi ya Mwenyezi Mungu. Na ndio akaileta wanachuoni kwamba mtu atakapokuwa sasa amefanya ijtihada ya kufanya subra katika kumuasi Mwenyezi Mungu, basi mtu huyu atakuwa amekamilisha imani yake, kama ilivyokuja kwamba subra inasimama sehemu tatu. Subra inakuja katika mabalaa. Mtu anapopata mabalaa anatakiwa awe na subra, na mtu anapokuwa katika kuyaona maasi na kuyaendea akafanya subra, basi subra inakuwa katika sehemu kama hiyo. Na subra inatakiwa vile vile katika taatullahi, katika kumtii Mwenyezi Mungu kunahitaji subra. Lakini vile vile anasema wa tarkul jidali wal mirai wal haqqi ma'aka, vile vile na mtu kuacha mijadala na kuacha mambo ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu katika upuuzi. Mtu akiacha mambo hayo, mijadala ambayo haina maana yoyote. Mwezi mtukufu wa Ramadhani utawaona watu wamekaa wanabishana kuhusiana na mambo ya mpira, mambo ambayo hana maana yote. Wakati huo kama wangekwenda katika vipindi vya kheri misikitini wangepata faida kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hayo mambo niliyoyataja ni mambo ambayo yanakamilisha imani ya mtu. Lakini kubwa sana ni pale tuliposema kwamba ni asiyamu fi saif, ni mtu kufunga katika wakati wa joto kali, basi imani ya mja inaongezeka. Hivi tupo katika kundi la maghfira ya Mwenyezi Mungu. Huwezi kuyapata kwa kuwa wewe unahangaika na mambo ya mipira na mambo ya kidunia. Ni mambo ya kujibidiisha na kukaa itikafu na kusoma Qur'ani na kutoa sadakati na kuhudhuria katika madrasa mbalimbali. Mwenyezi Mungu atufanyie taufiki katika haya ambayo tumeyazungumza, na atujalie tufate yale ya kheri. Lakini mwisho kabisa nitoe shukurani zangu za dhati kwa chombo hiki ambacho kimetuwezesha kusikika, chombo cha Shime Online TV. Mwenyezi Mungu akijalie kheri na akijalie mambo mazuri, kiwe ni chombo chenye kutangaza Uislamu, na kiwe ni chombo ambacho kitakuwa kinafanya ataswia katika kutafuta sheria na kuleta elimu na manufaa katika nyumba zetu na katika kazi zetu na katika mazingira yetu. Mwenyezi Mungu awafanyie kheri. Kwa kupitia mazungumzo haya, ni mimi ndugu yako katika imani Ustadh Rashidi Muhammadi, na nikimwakilisha ndugu yangu kipenzi Ustadhi Mwambo Shime. Kwa pamoja tunasema wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.